Katika dunia inayobadilika kwa kasi kutokana na akili bandia AI, sasa kuna teknolojia mpya inayokuja kwa nguvu inayojulikana kama quantum computing. Wataalamu wa teknolojia wanaeleza kuwa hii sio tu maboresho ya kompyuta tulizozoea, bali ni aina mpya kabisa ya mashine yenye uwezo wa kubadilisha kabisa mfumo wa maisha ya binadamu, kuanzia uchumi hadi sayansi ya afya. Mnamo Disemba 2024, kampuni ya Google ilitangaza mafanikio makubwa baada ya kuunda quantum processor iliyoweza kufanya hesabu ndani ya dakika chache, wakati kompyuta za kawaida zingehitaji muda mrefu kupita hata umri wa dunia. Mafanikio haya yanaonyesha wazi kuwa tupo kwenye mwanzo wa enzi mpya ya nguvu ya kompyuta ambayo haijawahi kushuhudiwa. Kwa upande wa usalama wa fedha, tafiti zinaonyesha kuwa kompyuta za quantum zinaweza kuvunja mifumo ya usimbaji wa sarafu za kidigitali kama Bitcoin ndani ya dakika chache sana. Hali hii inaibua hofu kubwa kwa sababu mifumo mingi ya sasa ya kifedha, benki na hata mawasiliano inalindwa kwa kutumia teknolojia ambayo inaweza kuwa dhaifu mbele ya quantum computing. Wataalamu wanaonyesha kuwa ndani ya miaka 5 hadi 10 ijayo, tishio hili linaweza kuwa halisi kabisa. Msingi wa maendeleo haya unatokana na dhana ya kisayansi inayoitwa quantum tunneling iliyochunguzwa kwa kina na mwanasayansi mshindi wa tuzo ya Nobel, John Martinez. Ugunduzi huu unaonyesha kuwa chembe ndogo kama elektroni zinaweza kupenya vizuizi bila kufuata sheria za kawaida za fizikia, jambo ambalo limewezesha uundaji wa qubits, vipande vya msingi vinavyotumika katika kompyuta za quantum. Katika sekta ya afya, teknolojia hii inaonyesha uwezo mkubwa wa kuboresha ugunduzi wa dawa kwa kuruhusu wanasayansi kuiga mienendo ya molekuli kwa usahihi mkubwa zaidi. Hii inaweza kupunguza gharama na muda wa utafiti, na hata ongezeko dogo la ufanisi linaweza kuleta faida kubwa kiuchumi. Pia katika sayansi ya vifaa na kemia, quantum computing inaonyesha uwezo wa kusaidia kubuni vifaa vipya na kemikali kwa njia ya majaribio ya kidigitali badala ya maabara halisi. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za kiuchumi, soko la quantum computing linaonyesha uwezo wa kufikia thamani ya hadi dola za Marekani trilioni 1 ndani ya kipindi cha miaka 10 ijayo. Hata hivyo, ili kufikia hatua hiyo, bado kuna changamoto kubwa, hasa katika kujenga kompyuta zenye uwezo mkubwa wa qubits na kuhakikisha zinapunguza makosa yanayotokea wakati wa kufanya mahesabu. Kwa sasa, mashirika ya kimataifa kama National Institute of Standards and Technology yanaonyesha juhudi kubwa katika kuandaa mifumo mipya ya usimbaji inayoweza kustahimili mashambulizi ya quantum. Hatua hizi zinaonyesha kuwa dunia tayari imeanza kujiandaa kwa mabadiliko haya makubwa. Kwa ujumla, wakati AI tayari imeanza kubadilisha namna tunavyofanya kazi na kuishi, quantum computing inaonyesha kuwa mapinduzi makubwa zaidi bado yanakuja. Hili si swala la kama yatatokea, bali ni lini yatatokea na nani atakuwa tayari kuyapokea. Kwa wataalamu na wadau wa teknolojia, fedha na usalama wa mtandao, ni muhimu kuanza kujifunza na kufuatilia maendeleo haya mapema ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kunufaika na kulinda mifumo yao dhidi ya hatari zinazoweza kujitokeza. Hizi ni habari za AI zikionyesha mwelekeo wa dunia ya teknolojia na mustakabali wake. Asante kwa kuwa nasi hapa YouTube. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti. Asante sana.